tuko hapa kufanya jambo muhimu sana la wajibu, kama alivyosema naibu katibu mkuu wa uvuvi, wajibu wa kulinda rasilimali za uvuvi ambazo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya furaha yetu na ustawi wetu. Kwenye dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, mpango wa maendeleo wa miaka 5, ilani ya Chama cha Mapinduzi, yote yaliyomo mle, mimi nimepewa dhamana ya kusimamia yatekelezwe, na ninaahidi niko tayari kuyasimamia na kuyatekeleza. Mambo matatu. La kwanza, kuhifadhi, kusimamia na kutunza rasilimali muhimu zinazogusa usalama wa chakula si kazi rahisi, na si kazi ya mtu mmoja au ya taifa moja. Ni jambo linahitaji ushirikiano mkubwa, na hapa nataka kusema tunathamini na kutambua mchango wa Jumuiya ya Ulaya, kwa sababu kazi hii inayohusu maendeleo na manufaa ya uvuvi na kwa upana wake uchumi wa bluu ni masuala mtambuka yanayohusu jamii ya dunia nzima. Kwa hiyo tutaendelea kuthamini na kuheshimu mchango wa yeyote ambaye ni rafiki wa nchi yetu katika kazi hii muhimu sana. Kwa hiyo, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya, naomba ufikishe shukrani za dhati za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wa Jumuiya ya Ulaya kwamba tunathamini mchango huo, tunauenzi na tutaendelea kuuenzi na kuimarisha ushirikiano wetu, sio katika maeneo tu ya uchumi wa bluu peke yake, lakini maeneo yote yanayohusu ustawi na maendeleo ya binadamu duniani kote. La pili, katika ushirikiano huo mambo yanabadilika, na hapa limezungumzwa swala la mabadiliko ya tabia nchi. Ni jambo halisi, ni jambo gumu, ni jambo hatari kama hatujajipanga vizuri. Ukiacha vita kama hizi zilizoko huko mnakokusikia, jambo gumu sasa kwa ustawi wa binadamu ni mabadiliko ya tabia nchi. Ukitaka kulinganisha madhara yake, hayana tofauti na madhara ya kutumia silaha za nyuklia katika vita. Ni maangamizi. Hata hili la mabadiliko ya tabia nchi lisiposimamiwa na kudhibitiwa ni maangamizi, na tayari tumeshakuwa na madhara makubwa, na hayachagui maskini wala tajiri. Kwa hiyo rasilimali zetu lazima pia tuzilinde na kuzihifadhi kulingana na mabadiliko ya majira, na kwa hiyo mbinu zitabidi kubadilika. Mbinu za kiteknolojia, mbinu za kisayansi, mbinu za kisera, mbinu za kisiasa, na hata mbinu za kushirikiana. Tusipofanya hivyo, tutakuwa tunakiuka wajibu wetu wa asili, wajibu wa binadamu katika kuhakikisha kwamba dunia inakuwa mahala salama kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Na katika mbinu za uhakika za kushinda vita ya aina yoyote ni umoja. Katika Kiswahili tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Baba wa Taifa alikuwa anahimiza sana umoja wa Afrika. Hakufanikiwa, lakini akaambulia angalau umoja baina ya Tanganyika na Zanzibar, si haba. Lakini akawa anashangaa wa Afrika. Anasema wakubwa wa Ulaya
wanaungana. Nyinyi Waswahili mnatengana. Na akawa anataja ukubwa wa mataifa yale, ukubwa wa kijeshi, nguvu za kiteknolojia, lakini pamoja na ukubwa wao wa nchi moja moja, bado wamekuwa na chombo kimoja cha kuunganisha nguvu zao. Sisi wengine ni ving'ang'anizi, bado tuna mwenzi baba wa taifa. Tunathamini sana, na hasa katika nchi yetu, tunathamini sana umoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Sasa umoja unaupataje katika udhibiti wa rasilimali? Ni kuhakikisha kila mtu anashiriki, iwe ni nchi, serikali, taasisi zisizo za serikali, vikundi vya kibiashara, kila mmoja na mchango wake. Na nadhani hata mchanganyiko wa mkusanyiko wetu huu unadhihirisha kwamba tunataka kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, kulinda rasilimali zetu, kupambana na uvuvi haramu kwa umoja wetu kwa njia shirikishi. Sisi katika wizara tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunakusanya rasilimali watu, maarifa, na ikiwezekana rasilimali fedha, kuhakikisha kwamba mipango na maazimio ambayo yatafikiwa au yameshafikiwa yanatekelezwa, kwa sababu yatakuwa ni kwa manufaa ya nchi yetu na dunia yetu. Jambo la mwisho ninalotaka kusisitiza hapa, rasilimali za uvuvi zina manufaa mengi. Ametaja baadhi yake mkurugenzi mkaazi wa TNC. Ajira, hasa kwa vijana. Mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi unagusa sana vijana, na pengine tusingekuwa na mchango wa sekta hii ya uvuvi katika kuwapa angalau kazi ya kufanya vijana, pengine tatizo la ajira lingekuwa kubwa kuliko lilivyo. BMU mlizozitaja na ushirikishaji ambao tunausisitiza, utasimama kama kutakuwa na aina fulani ya nidhamu. Aina fulani ya nidhamu. Nidhamu ya kulinda taratibu na sheria. Hata hili neno la uvuvi haramu ni kiashiria cha ukosefu fulani wa nidhamu. Pengine inachochewa pia na ubinafsi. Mkiangalia mitego, watu ubunifu wanaoufanya na uharibifu unaotokana na mitego ile, wakurugenzi wa uvuvi mtakuwa na ushahidi wa kutosha tu kwamba hali ni mbaya. Katibu mkuu mstaafu, vita uliopigana bado ni mbichi mpaka leo tunapozungumza. Pengine imeendelea kuwa ngumu zaidi. Nimefanya ziara mimi kanda ya Ziwa, huwezi ukaamini kama binadamu anaweza akawa ubunifu wa uharibifu. Unasema leteni nyavu, hizi ndio zinakubalika kisheria. Wanazinunua, ni nyavu sahihi kabisa, lakini wakigeuka, wakianza kuzikarabati kwa mbinu na ubunifu, zinageuka zinakuwa ni hatari na zina uharibifu mkubwa. Tusikatishane tamaa. Hata muongozo ambao nitauzindua utakuwa umerejea baadhi ya makosa, umeimarisha baadhi ya maeneo, tumepata mawazo mapya na mbinu mpya. Kwa hiyo tusikate tamaa. Binadamu hana upungufu wa ubunifu. Kwa asili binadamu kaumbwa kuwa mbunifu.
Jina naitwa Lucy Magembe. Mimi ni mkurugenzi mkazi wa shirika la hifadhi ya mazingira duniani linaitwa The Nature Conservancy. Shirika hili limekuwa likifanya kazi hapa Tanzania kushirikiana na serikali ya Tanzania, sekta mbalimbali kwa takribani miaka 15. Kwa leo haswa tumekuwa tukikamilisha hili zoezi la kutia sahihi mkataba wa mashirikiano na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Wizara ambayo tumekuwa tukifanya nao kazi kwa pamoja kwa takribani miaka 10, hasa kwa upande wa Ziwa Tanganyika na hivi karibuni kwenye eneo letu la Bahari ya Hindi. Kwa upande wa Ziwa Tanganyika tumekuwa tukifanya masuala mbalimbali tukidumisha na kutimiza hasa mipango ya sekta ya uvuvi kwenye masuala ya ushirikishwaji wa wavuvi katika hifadhi ya rasilimali uvuvi. Lakini vile vile tumekuwa tukiboresha ulinzi wa rasilimali zetu kupitia hizi BMUs au ushiriki wa wananchi, na tumekuwa tukiangalia vile vile tunawezaje kutimiza azma ya serikali yetu katika kudumisha uchumi wa bluu. Hivyo tumekuwa tukiangalia pia wananchi wanaweza kunufaika namna gani. Tunafahamu kabisa kwamba sekta yetu ya uvuvi imetambua upatikanaji wa samaki umeendelea ukipungua, lakini kwa upande mwingine bado tuna jukumu kubwa sana la kudumisha upatikanaji wa chakula cha samaki. Kwa maana hiyo sasa hivi kuna mpango wa kitu kinaitwa aquaculture ambayo ni kufanya uzalishaji wa samaki, na kwa sisi kama shirika tumeweza kushiriki kwa kuleta sayansi kuweza kung'amua ni maeneo gani hasa hii aquaculture inaweza kufanyika bila kuharibu mazalia ya samaki au yale maeneo muhimu ya mazalia ya samaki.